Lakini niwaombe viongozi wetu wa serikali kuwaona wafanya biashara kuhusu kupandisha bidhaa mbalimbali kwa ajili ya ujio wa Ramadhani. Wanafanya biashara wanakuwa na tamaa kupandisha bei. Na mwezi huu tunatakiwa tufanye ibada kwa amani na utulivu pasi na misukosuko. Niwaombe sana watu wa serikali, mkuu wetu wa mkoa na mkuu wa wilaya kuliona hilo. Lakini la pili, niwaombe ndugu zangu wafanya biashara, tendo la kupandisha kitu, Mtume anasema faman ghashana falaysa minni, anayeleta ghish akataka kupata faida ya mara 2 mara 3 kupitia mwezi mtukufu wa Ramadhani, Mtume anasema hatakuwa na yeye siku ya kiyama. Hili ni tendo ambalo halipendezi. Ni kuombeni pateni maelekezo kupitia serikali yetu yenye usikivu mzuri, ili tufanye biashara na Mungu. Usifanye biashara kwa ajili ya manufaa ya duniani, fanya biashara kwa ajili ya Mungu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameelekeza kwamba mkiingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, jinyenyekezeni kwa Mungu, tafisheni mioyo yenu kwa ajili ya Mungu ili Mungu awapokee salama. Mwaka huu tunapata bahati ya kuwa na mifungo miwili kwa wakati mmoja. Tunaanza kama siku 4 Ramadhani, alafu wenzetu wanaofunga kwa rezima watatujoin. Kwa hiyo hii ni ibada, na kama ibada kila binadamu aliyo hai anajua yupo Mungu, na kila mtu anatakiwa afanye ibada. Kwa hiyo hata ile kumhudumia aliyofunga pia ni ibada. Kwa hiyo nitoe rai kwa wafanyabiashara, mwaka huu sio kipindi hiki sio kipindi cha mavuno, ni kipindi cha sadaka. Kwa hiyo wewe unapoenda tofauti, unaanza kupandisha bidhaa kinyume na utaratibu, unakosa hata baraka za Mwenyezi Mungu. Lakini sisi kama serikali tutahakikisha wadau tunakaa nao na kuhakikisha kwamba bei zinabaki zile bei za kawaida tulizozizoea. Agizo la serikali tumelitii kwa wafanyabiashara wote, na sina imani kama kuna wafanyabiashara wote atakapandisha bei kwa sababu ya mwezi huu wa Ramadhani. Na bahati nzuri maharage nayo yameshuka bei kutoka shilingi 3500 sasa hivi ni 2800 kwa bei ya juu. Nimtoe hofu tu shekhe wangu wa wilaya kwamba Ramadhani hii vitu vitabaki bei kuwa ni ile ile, mchele utakuwa bei yake pale itakuwa ile ile, na vile vile bahati nzuri mihogo ipo, viazi vipo, na viazi vya kutoka Manyara vipo. Kwa insha Allah nafikiri kwamba watu watafuata futari nzuri bila tatizo lolote. Mimi nachoshukuru Mungu, nilifikiri nitakuta bei imepanda, lakini namshukuru Mungu kwa ajili ya mwezi mtukufu bei bado iko ni vile vile, na tunanunua vitu kwa usahihi kabisa. Nimezunguka soko, sijaona kitu ambacho kimepanda bei. Bado iko pale pale, na vingine vimeshuka, hususan kama marage. Kama ninavyokuambia, tulikuwa tukinunua kwa 3600, lakini sasa hivi marage haya mapya tunanunua kwa 2600. Kwa bado tunaona bei kama ndio kwa hizo inaenda kupungua. Tunaomba basi wafanyabiashara, tunashukuru kwa biashara zinaenda vizuri, na tunaomba pia waendelee na bidhaa kama walivyokuwa wanauza hivyo hivyo, wasije wakatupandishia kutokana na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunaomba Mwenyezi Mungu atangulie. Tunaomba pia serikali yetu Mama Samia aendelee kututetea juu ya hili.